Rejea tena, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amevitaka vyama vya ushirika kujiendesha kwa misingi ya kibiashara ili kuongeza ushindani, ubunifu na uendeshaji wenye tija unaoendana na mifumo ya kisasa, hatua itakayowezesha kuwekeza kiuchumi na kupata matokeo bora zaidi. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba anatueleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya makamu wa pili wa rais katika maadhimisho ya siku ya ushirika yalofanyika Tibirinzi, wilaya Chake Chake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Hamza Hassan Juma amesema ushirika ni nyenzo muhimu inawaunganisha wananchi katika kujiletea maendeleo kwa kujiimarisha kiuchumi, kupunguza umaskini, kuongeza ajira, kudumisha umoja na kufanikisha maendeleo endelevu. Wakati umefika sasa kwa vyama vya ushirika kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya kuchakata bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo, mifugo zinazozalishwa hapa nchini badala ya kuuza mazao ghafi. Kufanya hivyo kutaweza kuongezea thamani bidhaa zetu ili kuongeza kipato cha wanaushirika na taifa kwa jumla. Katibu Mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Salama Mbaruku Hatibu amesema kuwa mwelekeo wa sekta ya ushirika Zanzibar ni kuimarisha vyama vya ushirika vinavyoendeshwa kwa misingi ya biashara ya teknolojia na vinavyoweza kushindana katika soko la ndani na nje ya nchi. Vijana, Ajira na Uwezeshaji kupitia idara ya maendeleo ya ushirika hadi kufikia Juni 2026 imeweza kusajili vyama vya ushirika 7,932 ambapo Unguja ni 3,960 na kwa Pemba ni 3,972. Vyama vya akiba na mikopo ni kwamba wanachama wengi wa SACCOS uwezo wao wa kifedha ni mdogo, na hivyo akiba wanazoziweka hazikidhi mahitaji ya mitaji wanayotaka. Hivyo SACCOS zinashindwa kuwapatia wanachama wake mikopo mikubwa inayoweza kukidhi mahitaji ya biashara. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na shukrani sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Wakulima wa kata ya Ilola Ngulu, wilaya ya Mbogwe, mkoani Geita wameomba serikali kuanzisha vituo vya ununuzi wa mazao na kujenga maghala ya kuhifadhia mazao ili kuepusha na changamoto ya wafanyabiashara wanaokwenda kununua mazao moja kwa moja mashambani kwa kutumia vipimo visivyo rasmi. Mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wakulima hao mbele ya mkuu wa mkoa wa Geita, Simon Samike ambaye ni mkulima wa mpunga, amesema uwepo wa vituo rasmi vya ununuzi wa mazao utasaidia kuondoa unyonyaji unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wanaofika vijijini na kununua mazao kwa bei na vipimo visivyozingatia taratibu. Niko upande kwa kutetea wakulima wananyanyasika katika mazao wanapoivisha. Yanaleta magunia ya kufanya kurundika na kushindilia sana. Wanapunjika. Mimi naiomba serikali ijenge maghala kila kijiji wao wanauzia pale. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbogwe amesema serikali inatambua uwepo wa changamoto hiyo, ikiwemo wafanyabiashara kutumia vipimo vyao wenyewe wakati wa ununuzi wa mazao, na kwamba halmashauri imeendelea kufanya doria katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha wanunuzi na walanguzi wa mazao wanafuata sheria. Tunakuwa tunafanya patrol, tunakuwa tunapita ndani, wananchi tunakuwa tunaona gari la halmashauri inakuwa inapita kuhakikisha kwamba wale walanguzi hawabebe magunia kwa kutumia rumbesa. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela amewaagiza watendaji wa vijiji na kata wilayani Mbogwe kuhakikisha wanatenga na kuanzisha vituo rasmi vya ununuzi wa mazao kwenye maeneo yao. Hatua hiyo itawazuia wanunuzi kwenda kununua mazao moja kwa moja mashambani. Nielekeze tena kila mtendaji wa kijiji kwa ushirikiano na mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji chini ya usimamizi wa mtendaji wa kata na diwani wanaosimamiwa kwa ukaribu na afisa tarafa, mwanze kutambua kwenye kila kijiji kituo cha kuuzia mazao. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Haya, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imeanza kujadili na kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais katika kilele cha maadhimisho ya tuzo ya Rais kwa walipa kodi, yakilenga kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari na kuchochea maendeleo ya taifa. Kutoka Arusha, Jamil Omar anatueleza. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mkutano mkuu wa mwaka wa tathmini
ya mapato wa TRA kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo itaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha matumizi sahihi ya kodi, kuhimiza ulipaji wa kodi kwa uhalali pamoja na kuboresha huduma zitakazowezesha biashara kukua na kuongeza ufanisi kwa walipa kodi. Mheshimiwa Rais alizungumza kuhusu kodi ya dhulma. Walipa kodi wasidhulumu nchi, na TRA isidhulumu walipa kodi. Na ili tusiwadhulumu lazima tuwape wanachostahili, correct tax assessment. Alisisitiza matatu. Moja, ili haya yatokee lazima kuwe na imani ya walipa kodi kwa TRA. Huwezi kujenga trust kama mambo matatu pia hayapo. La kwanza ni usimamizi wa haki wa kodi, wa perceive kwamba tunawasimamia kwa haki, na hili tutaendelea kulifanya. Ushirikiano ambao umekuwepo kati ya viongozi wa ngazi zote ndani ya mamlaka, wadau wetu wakubwa, wafanyabiashara na watumishi kwa ujumla umewezesha mafanikio hayo kufikiwa. Nao baadhi ya wafanyabiashara wamesema maboresho ya huduma yanayotolewa na TRA yameongeza uelewa na kuhamasisha walipa kodi kutekeleza wajibu wao kwa hiari. Tunamshukuru sana Rais, ameweza kuwafanya biashara. Sasa hivi tunaanza kutabasamu. Katika neno lake la kutabasamu, natumaini muda sio mrefu tunaendelea kutabasamu hadharani. Sasa TRA wameweza kuelimisha watu, kupunguza kero za wafanyabiashara. Kwa mujibu wa TRA, katika kipindi cha miaka 30 ya uwepo wake, mafanikio katika ukusanyaji wa mapato yameendelea kuongezeka. Wakati Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, makusanyo ya kodi yalikuwa takriban shilingi trilioni 21 kwa mwaka, huku mwezi uliopita yakifikia shilingi trilioni 37.96, ikiwa ni ongezeko kubwa la mapato ya kodi kulinganisha na kipindi chote. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Na mtazamaji, taarifa hiyo Jamila Omar kutoka Arusha ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Bwana mfupi ujao tutakuja kujiunga hapa na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.